Ni kikao cha 11 mkutano wa tatu kwenye hoja zinazoendelea Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ambapo mwakilishi wa jimbo la Paje Mheshimiwa Jaku alipomuuliza waziri wa vikosi Zanzibar kuhusu wafungwa 4 waliotoroka kwa kuchupa kwenye gari na kukimbilia. Je, ni hatua gani zilizochukuliwa na jeshi hilo? Je, umechukua hatua gani za dharura huku ukisubiri bajeti yako kufika, tukiacha kushuhudia wanafunzi wao kupanda vikeri, townless na hata kwa miguu? Lakini B, kuna wanafunzi wale toroka wale, je, hatua gani iliyopatikana? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu Mheshimiwa Jaku kama ifuatavyo. Siku zote Mheshimiwa Spika, kwanza ameniuliza swali la kwamba hatua gani za dharura. Mheshimiwa, Waswahili wanasema ukupigao ndio ukufunzao. Kazi hii kama tunavyojua katika kuwahandle wanafunzi hawa, bado tukubali kwamba vijana wetu hawa kupitia vikosi vyetu kuna changamoto nyingi, na kama nilivyotangulia kusema, na bila shaka tunapoona ufa tunaziba ili kuona tusipate changamoto nyingi. Kwa hiyo hatua za dharura zipo, kwa sababu hatua za dharura sasa kama alivyosema, baada ya kuwapakia kwenye vikeri, tumeona tumo katika kuona tutafute gari ambazo kwa temporary kabla ya bajeti yetu kuweza kuzitumia kwa ajili ya kuhandle hawa tunapowatoa kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwenye suala lake B ambalo aliuliza la kwamba tumechukua hatua gani, kwanza habari njema kabisa, naomba nimtaarifu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo bingwa la Paje Mheshimiwa Jaku ni kwamba jeshi langu la chuo cha mafunzo tayari limeshachukua hatua. Vijana wale ambao walikuwa wanafunzi na walitokea ku misbehave, kwa maana walitokea kutaka kutoroka, wote tumeshawadhibiti wote 4. Kwa hiyo kwanza hiyo ni hatua ya kwanza kuwashikilia, lakini la pili, tuna utaratibu wetu sisi ambao huwa tunautumia wanapotoroka kwa mujibu wa sheria nini wafanyiwe. Kwa hiyo kama mtu aliingia pale na hukumu zimeshapita, kuna adhabu ambazo kwa mujibu wa sheria zipo zinachukuliwa endapo mfungwa au mwanafunzi anapotoroka. Lakini hiyo haibaki kwa mwanafunzi tu, tunafanya uchunguzi, tukigundua kama mlinzi naye ni sehemu ya tatizo lile, naye tuna taratibu zetu kwa mujibu wa sheria ya vyuo vya mafunzo kuona kwamba msimamizi yule naye tunamchukulia hatua za kisheria kabisa. Kwa hiyo na hapa nimwombe sana Mheshimiwa Jaku, kwa sababu sheria ile ukiangalia ndani, wakati mwingine ikithibitika kama yeye ni mzembe, inatakiwa ni kwa kiwango gani askari yule au afisa yule aliyeshughulika tumwajibishe. Kwa hiyo nayo hiyo tena isije ikaja kwenye uombezi ubinadamu, ndio yale aliyosema Mheshimiwa Sada, wakati mwingine ule umuhali mazoea imani tulionayo. Kwa hiyo nataka nimtoshe kwamba kuna hatua nyingi ambazo tayari hatua hizo kubwa tumezichukua. Moja ni kuona hao tumewakamata kuwarejesha, lakini hatua inayofuata sasa ni kuona kwa mujibu wa sheria hatua gani ichukuliwe kwa yeye na yule ambaye alitakiwa kumsimamia kwa kipindi kile, endapo naye atakutwa na hatua. Naomba kuwasilisha.